katika mahakama ya Kisutu. Kesi hii ina interest kama unafahamu, ina interest ya Watanzania wote na wanachadema wote, na kwa tumejipanga kuhudhuria kesi hii, viongozi na wanachama, lakini katika hali ambayo imetufedhehesha na kutusikitisha sana. Asubuhi wakati viongozi wetu wanaelekea mahakamani, viongozi wetu wamekamatwa, kushushwa kwenye magari. Makamu mwenyekiti wetu wa chama ameshushwa kwenye gari na yupo kwenye mikono ya polisi na hatujui yuko wapi. Katibu mkuu wa chama chetu Mheshimiwa John Mnyika ameshushwa kwenye gari eneo la fire na yupo kwenye mikono ya polisi na hatujui yuko wapi. Lakini jambo ambalo limetufedhehesha na kutusikitisha sana, katika mazingira ambayo polisi wameonekana kama wako vitani, wamekamata viongozi wetu, makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Said Mzee, naibu katibu mkuu Zanzibar wakili Ali Ibrahim, mkurugenzi wetu wa fedha chama makao makuu CPA Tito Kitalika, wakiwa wanaelekea mahakamani wamekamatwa na wamepelekwa na kutupwa porini, pori la Mabwepande Ununio, eneo karibu tu na alipokuwa ametupwa marehemu Ali Kibao. Ni kwa msaada wa wasamaria wema, vijana waliwaokoa na wakawaleta kuwafikisha hapa makao makuu ya chama. Kwa hivyo tunapozungumza, viongozi wetu hawa wako katika hali mbaya sana, wamejeruhiwa. CPA Tito Kitalika, mkurugenzi wetu, ameumizwa na kuvunjwa mguu. Naibu katibu mkuu Zanzibar amevunjwa na kujeruhiwa mkono. Wako katika hali mbaya sana, pamoja na waandishi wa habari wawili, binti moja mwandishi wa habari na kijana mmoja, hatujua wako wapi, lakini walikamatwa pamoja na wametupwa kwenye hilo pori la Ununio. Kwa hivyo hivi sasa tunapozungumza, kuna vijana kujitolea tu wanazunguka na kuwatafuta, na tunaambiwa wako kama wengine 12 hivi wameonekana maeneo haya. Jambo hili limetufedhehesha, limetusikitisha na linatupunguzia na kutuondolea ustahimilivu kabisa. Kesi ya Lissu sio vita, haiwezi kuwa vita, na wananchi walikwenda kusikiliza, kufuatilia mwenendo wa kesi hii katika hali ya utulivu na amani kabisa. Kwa hivyo polisi ndio wametufanyia uvamizi na uharamia wa kujeruhi watu, wa kuwakamata watu. Jambo hili nirudie tena, limetufedhehesha. Nimeongea mimi na IGP Afande Kamilus, nimeongea na Afande Muliro. Katika hali ya kustajabisha, wanaonyesha tu kirahisi kwamba tulikuwa tunazuia watu siende mahakamani, lakini as we speak watu wamejeruhiwa na viongozi wetu, kama mwenyekiti bara hatujui kwa. Jambo hili Afande Kamilus limetukasirisha na kutufedhesha sana. Sasa tunalitaka jeshi la polisi ndani ya masaa matatu viongozi wetu wajulikane kwa ndani ya masaa matatu. Wanachama wetu na viongozi wetu kadhaa ambao wamekamatwa na wao hatujui wako wapi, tufahamu na tujue wako wapi. Ndugu mkuu wa mkoa RC Chalamila, tukueleze hivi, kwanza usitutishe. Tabia yako ya kututisha na kujigamba na kujipiga kifua kwa maneno yako ya jeuri utatufikisha na utalifikisha taifa hili pabaya. Kauli yako kwamba mikono yenu inawasha na kwamba ulikusudia leo kifanye ulichokifanya, nikwambie tu, iko siku hata na sisi wananchi raia tutawashwa mikono. Iko siku na sisi tutawashwa mikono. Kauli yako haina adabu. Kauli yako haionyeshi weledi wa kiongozi, kututambia raia kwamba mikono yenu inawashwa. Huna adabu wewe, kwa sababu maneno yako yanaonyesha kwamba ni mtu wa shari, na ndicho kilichotokea, kwamba jeshi la polisi limefanya uharamia kwa wananchi ambao walikuwa wamekwenda kusikiliza kesi hii kwa amani. Kwa hivyo jeshi la polisi tunawataka ndani ya masaa matatu
tufahamu makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa Heche yuko wapi, katibu mkuu John Mnyika yuko wapi, na viongozi wengine wote waliokamatwa, mkurugenzi wetu wa makao makuu Mheshimiwa Pambano na wengine, ndani ya masaa matatu kutoka hivi sasa. Tufahamu viongozi wetu na wanachama wetu wako wapi, tuwapate, kwa maana tunaambiwa mnawakamata, mnawapeleka polisi, lakini hatujui wako wapi. Asanteni.